Kwa sisi tunakuja kuwawezesha wananchi waweze kupanga ardhi yao, kuweka matumizi mbalimbali. Tukiweka mpango wa matumizi bora ya ardhi inatusaidia kuwa na maeneo mbalimbali ambayo sio kinzani. Mfano, wananchi kupitia mpango huu wataweza kutenga maeneo kwa ajili ya mifugo yao, wataweza kutenga kwa sababu tunalenga kutunza mazingira, wataweza kutunza na kuhifadhi misitu yao, lakini kuna vyanzo vya maji lazima tuvihifadhi. Kwa hiyo mpango unatupelekea kuweka mambo hayo. Lakini huu ni mji unaokuwa kwa baadaye. Vijiji vyetu ni miji inayokuwa kwa baadaye. Kwa hiyo tunategemea miaka ya mbele, kwa sababu mpango ni wa miaka 10. Na miaka ya mbele tunategemea tuondoe migogoro kabisa ya matumizi ya ardhi, hasa kwenye maeneo haya ambayo yana rasilimali madini, yana mifugo mingi, lakini wanalima kilimo muda mwingine sio cha tija. Kwa hiyo kupitia mpango wa matumizi ya ardhi tumeandaa leo, wakati tunatambulisha mpango, tumeandaa kamati mbalimbali. Kwanza tumeandaa kamati ya usimamizi wa mpango wa matumizi ya ardhi, ambao kamati hii inaenda kusimamia yale maeneo yote ambayo tutakuwa tumeyatenga, si ndio? Tutakuwa tumetenga maeneo kwa ajili ya huduma za jamii, maeneo kwa ajili ya makazi, maeneo kwa ajili ya kilimo, maeneo kwa ajili ya maeneo hatarishi kama mabonde na vyanzo vya maji. Maeneo kwa ajili ya kuhifadhi misitu yetu. Kwa hiyo ili sasa hayo maeneo yaweze kuwa endelevu, lazima iwepo kamati ambayo inasimamia na kuhakikisha yale maeneo hayaingiliwi na matumizi tofauti na yale yaliyopangwa. Lakini tumeunda baraza la ardhi la kijiji. Baraza la ardhi la kijiji hili litasaidia kuleta usuluhishi mbalimbali. Kazi yao sio kutia shuruti, ni kusuluhisha na kuhakikisha yale matatizo madogo madogo ya muingiliano wa ardhi kati ya mtu na mtu yanakwisha, lakini kati ya tumizi moja na tumizi nyingine kunakuwa hakuna muingiliano. Hiyo baraza linaenda kutusaidia katika kijiji chetu hiki. Lakini kijiji chetu hiki kilizaliwa kutoka kijiji jirani. Kwa hiyo mipaka yake nayo kupitia mpango wa matumizi ya ardhi, kwa sababu tulisema lazima vijiji vipimwe, vifanyiwe mpango wa matumizi ya ardhi, lakini wafikia hatua ya kupatiwa hati miliki ya kumilikishwa ardhi zao. Kwa hiyo kupitia hayo yote kuna kamati ya uhakiki wa mipaka ambayo itapita na wataalamu wa mipaka kwa ajili ya kuhakikisha yale maeneo yote ambayo waliyagawanya wanayapitia vizuri na kuweka beacon na ramani, wawe na maeneo sasa wanajua kama wanapanga matumizi wasitoke nje ya kijiji chao. Kwa hiyo hizi kamati 3 zipo kwa minajili hiyo katika kuhakikisha yote maeneo haya yote yanakuwa endelevu na kunakuwa na ustawi wa matumizi katika ardhi yetu. Kwanza nashukuru kwa mafunzo yenu, tumepata mafunzo na tumefaidika na mafunzo. Pili, naona kama nimepata kama nilikuwa kwenye ndoto, lakini ndoto yangu leo imetimia. Tutatumia vizuri sana kwa mafunzo yenu kwa kuelimisha wananchi, yani na sisi wenyewe kuelimisha juu ya matumizi ya ardhi. Maana matumizi ya zamani yalikuwa yanatutenganisha. Utakuta kuna kundi la wafugaji na wakulima. Tunachotaka sasa tuungane ili tuwe pamoja. Hilo nashukuru sana serikali kwa kutupatia mafunzo. Tutaanza na mikutano. Tutakapofika kwenye mikutano wananchi tutawaelimisha na kila mtu bila shaka atakuwa analifahamu hilo. Baada ya hilo tutafanya huo mpango ili kila mwananchi alitike. Maana ya kuridhika, kila mtu ataomba labda takafidia fulani. Tutaangalia njia au serikali tutaiomba itusaidie ili tufanikishe hilo zoezi. Pili, kwa kina mama nao wamejisikia vizuri, maana mafunzo tumefaidika na wenyewe. Maana zamani wakina mama walikuwa wanaambiwa hii sio mali yako, na hali walichuma shamba hilo kwa pamoja. Sasa itakapofika hilo, ili mwanamke naye ajisikie amiliki ardhi, wawe sawa na mwanaume. Mimi nashukuru sana kwa serikali, naishukuru sana serikali kwa kutuletea haya mafunzo.
Nashukuru sana kuja wataalamu wetu kuja kutuongoza namna tunavyokaa katika wakati huu. Zamani tulikuwa na mateso, lakini sasa tumepata wataalamu wa kutuongoza na kutuwekea namna ya kufanya. Tulikuwa na mipaka zamani, lakini tulikuwa na migogoro. Kwa sasa matatizo hayo tutayatatua kwa kuongozwa na wataalamu wetu wanaolijua hilo. Wanawake tulikuwa hatuna umiliki, walimiliki wanaume tu, lakini sisi wanawake tulikuwa hatuumiliki, lakini sasa na sisi tupo kumiliki ardhi. Kwa upande wa mipango, kwanza mateso tulionayo humu ni sekondari. Wanafunzi wanatoka hapa kwenda Nyamainza karibia kilomita 6 hivi, wanatembea kwa miguu na kurudi. Kwa tulikuwa tunatakiwa kama serikali tupate eneo la kujenga sekondari. Pili, kama kijiji tuna mpango wa kuwa na zahanati. Ndio jengo lipo, lakini upande wa ardhi haitoshelezi, ni kaeneo kadogo. Ilikuwa inatakiwa angalau lipanuliwe liwe alau hata heka 4 hivi, heka 5 zifike. Sasa tuna nusu heka, kwa hiyo haitoshelezi mahitaji, kwa sababu inatakiwa majengo ya nyumba ya mganga, inatakiwa eneo la kuchomea taka zile za mama tunaita tanuru. Ukiangalia kuna sehemu ya kufanya nini, ya kuchimba ile sehemu na kujenga. Hiyo inatakiwa zahanati ipanuliwe. 3, maji. Eneo tu la maji, kwamba bomba lipite maji, tuliambia kutakuja na mpango wa maji, hatujaupata. Kwa tunaomba na huo mpango wa maji ufanye nini, tuletewe. Kuhusu mambo ya ng'ombe, malisho na mashamba, kwa maeneo ya kwetu huko mifugo inachunga kiholela. Haina eneo maalum la kwamba kuna eneo la mifugo hili hapa. Tunachunga kiholela. Hatuna eneo rasmi la kwamba hili ni eneo la mifugo la kuchungia. Kwa hiyo naiomba serikali itusaidie, angalau hata wananchi watakuwa wanapata fidia maeneo yale, tupate maeneo ya kujenga zahanati kuchungia mifugo yetu. Kwa hiyo mwisho wangu naiomba, naishukuru serikali kwa kutuletea wataalamu katika kijiji chetu, ije ituelimishe tutoke kwenye giza upande wa ardhi, mpango wa matumizi ya ardhi.